tunakuja mbele zako kurudisha sifa na heshima mkononi mwako Bwana, kwa ajili ya kile ambacho unaenda kufanya katika jioni hii ya leo Bwana. Kabla sisi hatuja kuwepo Bwana, wewe ulikuwepo Bwana, na ulijua ya kwamba utamkuta mama yule, utamkuta baba yule, utamkuta kaka yule, wote utawakuta katika eneo hili Bwana, ili upate nafasi ya kwenda kusema nao. Nami nasogea kama mtumishi wako Bwana, kama mtoto wako Bwana, nikinyenyekea Bwana. Tumeimba Bwana, tumeimba na kunena Bwana, neno lako lisiwe la bure Bwana. Neno lako tunaloenda kulisikia siku ya leo Bwana, lisiwe kama la siku ya jana wala la siku ya juzi Bwana. Maana Yesu wewe yule jana, leo na hata milele Bwana. Tunaomba Bwana tukuone kwa fresh tena, tukusikie kwa masikio ya tofauti Bwana, tukusikie kama hujawahi kusema nasi kwa jinsi ya tofauti Bwana. Tunamkaribisha Roho wako Mtakatifu akae pamoja nasi Bwana, na amalize pamoja nasi tunapoenda kuianza siku hii ya leo, katika jina la Yesu Kristo. Kanisa tumshangilie Yesu kwa makofi wakati unakaa. Kristo asifiwe. Kristo asifiwe sana. Amina. Tunamshukuru Mungu kwa nafasi nyingine ambayo tuko nayo tena katika siku hii ya leo, na tulikuwa tunajifunza somo la mambo ya kutafakari kuhusu kifo cha Bwana Yesu Kristo, hasa katika juma hili. Nisiache kumshukuru sana Mungu kwa kuweza kutufikisha wote salama, lakini nisiache kumshukuru mchungaji kiongozi wa dini kwa kutupitisha mahali pa sahihi kabisa, mwanzo mzuri. Nafurahi sana tunapopata nafasi ya kupata watu ambao wanaweza wakatuelekeza ili tuweze kupata msingi hata tunapoelekea tunaelekea kitu ambacho ni cha umoja. Kristo asifiwe. Shukuru sana mama pia kwa pamoja nasi, kwa kweli Mungu awabariki. Tumpigie Yesu makofi kwa ajili ya wachungaji wetu. Nilikuwa namwambia mtango mmoja tuko naye, alikuwa anakuja naye, nikasema hapa mna baraka sana. Ni maeneo machache sana ambayo unaweza ukakuta wachungaji wanaweza wakashiriki kwenye semina. Amina. Watu wa Mungu wakatoa muda wakakaa. Kwa kweli tuwatunze, tumpigie Yesu makofi kwa ajili ya wachungaji wetu. Maeneo mengine wao watafungua, alafu naona wako pembeni kidogo, lakini hawa wamekaa. Kwa kweli yaani mchungaji kuna amekupa hata siku mbili kwenye semina, kwa kweli namshukuru Mungu. Kwa kweli tuna haja ya kuwatunza sana wachungaji wetu. Tumpigie tena Yesu makofi kwa ajili yao. Basi tunaendelea tena katika siku ya leo. Tunaenda kuangalia swali la 5. Amina watu wa Mungu. Tunaenda kuangalia swali la 5. Tumeshajiuliza maswali mengi na tunajitahidi kwa sababu kwenye hii Pasaka kila siku kuna kitu cha tofauti. Amina watu wa Mungu. Kila siku kuna kitu cha tofauti. Kwa hiyo tunajitahidi sana kila siku tuwe tuna swali ambalo tunalichambua kwa upendo ambao naweza kuuliza. Swali la 5 ambalo tunataka tulitafakari mahali hapa. Swali la 5 ambalo tunataka tulitafakari mahali hapa lina kichwa kinachosema, uko tayari kwa kiasi gani kutoa mali zako kwa ajili ya ufalme wa Mungu? Uko tayari kwa kiasi gani kutoa mali zako kwa ajili ya ufalme wa Mungu? Uko tayari kwa kiasi gani kutoa mali zako kwa ajili ya ufalme wa Mungu? Sasa na kwenye kama nilivyosema hapo awali, tuna huduma tofauti na tuna karama tofauti na vipawa tofauti. Mimi nimekuwa kwenye ualimu na mara nyingi namuomba Mungu sana tujitahidi, kwa sababu ukiona kuna kanisa nzuri kama hili, kuna jengo zuri, watu wamefanya kazi, wana miradi mizuri ya kanisa mahali hapa, maana yake somo la utoaji wanalifahamu. Mimi na watu wa Mungu wanalifahamu na wamekuwa wakijifunza mara kwa mara. Lakini mimi nimeomba Mungu sana atupe kujifunza vile vitu ambavyo havifundishwi mara kwa mara. Amina watu wa Mungu. Kwa hiyo tunaomba ufungue sana moyo wako, kwa sababu ni kweli somo la utoaji, lakini tunatamani sana tujifunze vile vitu specific ambavyo havifundishwi mara kwa mara, na hasa vile ambavyo tunaweza tukaweka mkazo hasa mwili, ili tuweze kujenga mwili wa Kristo wote kwa pamoja. Na kwa nini swali letu liko mahali hapa? Kwa sababu ukiangalia katika safari ya kuelekea Yerusalemu, tunaona Yesu akianza safari yake, akifika mahali pale Yerusalemu,
na kuna vitu kadha wa kadha ambavyo akivifanya baada ya hapo, tunafahamu wazi kabisa baadaye atasulubiwa na vitu vingine vitaendelea mahali hapo. Lakini nataka tujaribu kutafakari sadaka kadhaa ambazo zilifanikisha hii safari ya Yesu. Yesu ni kweli anataka kuingia Yerusalemu, lakini hakuingia kwa sababu kwamba alikuwa na nguvu sana, lakini kwamba kuna watu walijitoa ambao waliweza kusababisha ile safari yake ikakamilika. Kristo asifiwe. Nataka tuangalie, tujafakari hii sadaka ya kwanza. Kuna sadaka ninazozitaja hapa, alafu tuzitafakari, alafu baada hapo naweza kueleza kitu ambacho kiko mahali hapa. Sadaka ya kwanza ambayo nataka tuitafakari mahali hapa ni sadaka ya punda, ambayo tumekuwa tukisikia sana mara kwa mara. Sadaka ya punda au mwanapunda, inategemea na mwandishi yupi ambaye ameandika, ambayo inapatikana katika kitabu kile cha Marko sura ya 11 mstari wa 2 mpaka wa 7. Marko sura ya 11 mstari wa 2 mpaka wa 7, ambapo tunaona Yesu kabisa anawaambia, jamani, nyinyi nendeni mpaka katika kijiji kinachowakabili na kuingia ndani yake, mara mtamwona mwanapunda amefungwa ambaye hajapandwa na mtu bado, alafu kisha mfungueni mniletee. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Nachotaka nikueleze kwa kusoma kiBiblia unaweza ukalisoma tu kirahisi, lakini kiuhalisia sio mambo mepesi hivyo kama tunavyofikiri. Yaani mimi nimefuga tu punda wangu, wewe unakuja tu unafuga, wala unisalimini. Amina, watu wa Mungu. Unamkuta tu amekaa hapo, unakuta yuko tu hapo, mimi nimemlisha miaka yote hasikutaka apandwe na mtu yoyote, alafu ghafla unakuja tu unafungua, nikikuuliza unasema kwamba Bwana ana haja naye. Kristo asifiwe. Ni jambo ambalo unaweza ukafikiri ni rahisi, lakini nataka nikwambie si jambo rahisi kivile kama unavyofikiri. Si jambo rahisi kivile kama unavyofikiri. Jaribu kufikiri sasa hivi katika kizazi chetu, ufanye kitu cha namna hiyo, jambo litakavyopokelewa. Lakini ambacho kinaonyesha kwamba kwa nini ile sadaka ilitolewa kwa utulivu, kwa sababu maana yake ni kwamba huyu mtu alikuwa anamjua Yesu tayari. Amina, watu wa Mungu. Kwa sababu angesema Bwana ana haja naye, yani angekuwa na maswali mengi. Bwana yupi huyo? Ndo nani huyo? Kwa nini aje? Kwa nini asilipie? Kristo asifiwe. Kwa nini asilipie? Kwa nini anakuja tu anachukua vitu bila hata kuomba? Sasa hii inatuonyesha wazi kabisa huyu mtu alikuwa tayari ana taarifa za kutosha kuhusu Yesu. Na nataka nikuhakikishie, kama nitakapokuja kuonyesha huko mbele, huyu mtu tayari alikuwa anatamani kumtolea kitu Mungu muda mrefu. Alikuwa anatamani kutoa kitu kwenye huduma ya Yesu muda mrefu, lakini alikuwa anakosa cha kufanya. Kwa siku Yesu amekuja kipekee akasema una shida ya punda, hapo alimtoa haraka. Kristo asifiwe. Kristo asifiwe. Lakini nataka tuangalie sadaka nyingine. Sadaka nyingine ni sadaka ya malazi pamoja na chakula na vitu vingine ambavyo unaweza kuandika. Malazi labda na chakula na kitu kingine. Yesu kama Yesu alikuwa anatembea na kundi kubwa. Amina, watu wa Mungu. Alikuwa anatembea na kundi kubwa. Ukisoma katika ule mstari wa 11, ile Marko 11 hiyo mstari wa 11, maandiko yanasema hivi: naye akaingia Yerusalemu hata ndani ya hekalu, na alipokwisha kutazama yote pande zote, kwa kuwa ni wakati wa jioni, akatoka akaenda Bethania pamoja na wale tenashara. Kristo asifiwe. Sasa lazima nataka nikwambie, kuna watu ambao walitoa nyumba ya yeye kupumzika. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Kuna watu ambao walitoa nyumba ya yeye kupumzika, na inaonekana wazi kabisa alikuwa na wanafunzi wengi. Kwa alikuwa na wale tenashara 11, maana yake alitoa nyumba ambayo itamtosha yeye Yesu peke yake pamoja na wanafunzi wake. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Kristo asifiwe. Sasa ni sadaka ambayo ni sadaka pia ambayo unaweza ukafikia, sadaka ya malazi pamoja na chakula, uweze kumhudumia Yesu, uweze kumhudumia Petro, uweze kuwahudumia na watu wengine. Na kwa kipindi kile wanafunzi wa Yesu walikuwa hawafungi sana. Twende sawa sawa. Kwa hiyo walikuwa wanakula kila milo. Kristo asifiwe. Walikuwa wanakula mpaka kuna kipindi wakashindwa kutoa mapepo kwa sababu walikuwa wanakula wanasahau kusali. Ndio maana Yesu akamwambia, saa zingine mkitaka kuombea haya mapepo yatoke inabidi mwe mnafunga. Maana swala la kufunga lilikuwa halipo.
Kuna sehemu moja walifanya tukio ambalo lilishangaza, ilikuwa ni siku ya Sabato, wakavamia shamba la mtu wakala. Kwa hiyo wanafunzi wa Yesu wao swala la kufunga hapo bado lilikuwa halijawaingia kabisa. Sasa fikiri unapokea watumishi wa namna hiyo ndani ya nyumba yako. Kristo asifiwe. Unapokea Yesu, lakini unapokea na wale wanafunzi wake pia, na unawatunza ndani ya nyumba yako. Kwa nini nimejaribu kukueleza kitu cha namna hii? Tunapokwenda katika swala la kutafuta, uko na utayari wa kiasi gani kutoa mali zako kwa ajili ya ufalme wa Mungu? Kuna sadaka zingine ambazo unachukua uziangalie sana kabla sijakutajia sadaka ya kwanza. Kwa mfano sadaka ya punda katika kizazi chetu unaweza ukaona ni sadaka ya usafirishaji. Amina, watu wa Mungu. Sasa hivi kwa kweli watumishi hawatosafiri na punda, wanasafiri na mabasi, wanasafiri na nini, wanahitaji nguvu kubwa ili kwenda kuingia katika miji mbalimbali kwa ajili ya kufanya kazi. Kwa hiyo lazima pawe na watu ambao Mungu atawainua kwa ajili ya wao kufanya kazi ya kusafirisha watumishi mbalimbali waliopo kanisani, watumishi waliopo katika huduma mbalimbali, ili kuweza kwenda kufika kupeleka neno. Lakini tunaona sadaka nyingine, lazima watakuwa watumishi wengine ambao watakuwa tayari kuwahudumia mahali pale. Kuna andiko moja ambalo lipo katika Biblia, Yesu aliwakataza sana watumishi wakiwa wanaenda kwenye huduma, cha kwanza kuvaa kanzu mbili. Sasa kwenye theolojia ukisoma vizuri, kuna sababu za msingi zilisababisha Yesu akataza watu kuvaa nguo mbili, kubeba fimbo mbili. Ziko sababu nyingi, lakini mojawapo kuna sababu ya kwanza. Kulikuwa na mtu anaitwa Mathayo. Mathayo alikuwa anapenda kuvaa sana. Kristo asifiwe. Na kwa sababu ya kupenda kuvaa sana, anaweza akachelewa hadi huduma. Kwa sababu ya kuvaa tu anajiweka vizuri. Kumbuka alikuwa anafanya kazi kama afisa wa TRA, na kipindi cha Pilato lazima awe smart. Ndio sawa. Kwa alikuwa anaweza akapoteza muda mrefu sana kwenye hilo eneo. Lakini jambo lingine, kuna kitu ambacho nitakufundisha mahali hapo, alikuwa ametengeneza mazingira ya ili baraka iende kukaa kwenye ile nyumba atakayopokelewa. Kristo asifiwe. Kutengeneza mazingira ya ile nyumba watakayompokea waweze kutoa sadaka ya kuwapokea watumishi. Ndio maana kuna vitu aliwakataza kabisa wasibebe nguo mbili, wasibebe wala fimbo, waende hivyo hivyo. Sio kwamba alikuwa hajui kwamba wanavihitaji hivyo vitu, lakini alitaka mahali wanapoenda waweze kwenda kumhudumia. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Lakini pia kwenye hii sadaka ya malazi, kutokana na tafiti mbalimbali na Biblia zinavyoandika, ukisoma katika Yohana sura ya 11, nataka nikuonyeshe kitu kimoja, nikwambie katika sadaka ya malazi Yesu alilala kwenye nyumba ipi? Yohana sura ile ya 11. Ukisoma mahali pale Yohana ile sura ya 11, utaona kabisa kwamba Yesu kuna dalili nyingi sana alienda kulala kwenye nyumba ile ya Martha na Mariamu. Ndipo alikwenda kulala kwenye zile nyumba. Tunaenda sawa sawa. Zipo dalili nyingi sana zinaonyesha kwamba Yesu alilala kwenye ile nyumba ya Martha na Mariamu. Kumbuka kwenye hiyo nyumba ya Martha na Mariamu ndio nyumba ambayo zamani zile alimfufua Lazaro. Lazaro alikufa, tunafahamu alafu alipokufa Yesu akakawia kutokea, baadaye akaja akatokea akamfufua. Wakati anaenda Yerusalemu sasa, Yesu akapita kwenye nyumba ile ile, akakaa pale akapumzika. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Kristo asifiwe. Na kueleza hivi vitu kwa sababu moja ya kitu ambacho natamani watumishi na watu wa Mungu mlioko mahali hapa ni kupanua wito, kupanua mioyo yenu na vitu vinavyokuja. Kwa neema ya Mungu nimepata nafasi ya kushiriki huduma za watumishi kadha wa kadha ambao wanafanya mikutano na crusade. Wengine mnawafahamu hapa, wengine wanatokea kwenye huduma mbalimbali. Kuna mtumishi mmoja huwa wengi mnamfahamu tu, mnamuona kwenye TV na nini, lakini yeye anapokuja, kwa mfano anapokwenda kufanya mkutano labda wake Dodoma, kama anakwenda pale Dodoma mjini, huwa kuna kitu cha ajabu sana anafanya. Anatanguliza waombaji wake. Anaweza akawa na waombaji mpaka 100. Yeye anakuja kufanya labda mkutano wa siku 3, siku 4, waombaji 100. Kristo asifiwe. Unaelewa maana ya waombaji 100? Sasa waombaji 100 hawawezi tu kusema kwamba watalala hewani. Kristo asifiwe. Hawezi kulala hewani. Kwa lazima wawe na namna mahali mazuri pa kulala na gharama mbalimbali. Sasa kwa nini tunawaeleza haya? Ili mioyo yenu ipate kufunguka mnapofanya mikutano ya nje, mnapofanya vitu mbalimbali, mioyo yenu ipate kufunguka, kugundua kwamba vitu vinavyoenenda vinaenda. Sasa yule mtumishi wengi tunamuona tu
akija ile siku ya mkutano, unaona akitamka kitu, miujiza kadha wa kadha inatokea, lakini watu wengi sana huwa tunashangaa, hatujui siri zilizoko nyuma yake. Kuna waombaji ambao walipelekwa na wamefungiwa kula, wanakula mlo mmoja, wametafutiwa hoteli nzuri. Fikiria waombaji mpo zaidi ya 100, anakuja na mabasi yake, mnakaa hotelini, mnakula mlo mmoja. Alafu yeye anakuja zile siku chache, anafanya maombi, anafanya declaration, matamko, miujiza kadha wa kadha inatokea. Kristo asifiwe. Kwa nini? Lakini nataka nikueleze, ni kitu kizuri ambacho kinafurahiwa, lakini kina gharama. Amina, watu wa Mungu, kina gharama sana. Na wale watumishi ambao ni wapo kwenye timu yake ya uombaji, wakimaliza pale lazima warudi kiwajibu kwenye familia zao. Amina, watu wa Mungu, tunaelewana? Lazima warudi kiwajibu kwenye familia zao. Huwezi ukasema nilikuwa na mtumishi fulani tu kwenye maombi tu amefanya huduma, Bwana atanibariki. Familia zao zinaweza zikawaharibikia. Kwa hiyo nataka upate hiyo picha, ni kwamba upanue moyo wako, hasa Mungu anapotaka kukutumia katika kipindi hichi, kwamba unakuwa na utayari kiasi gani wa kutoa. Kwa hiyo nimeshakutajia sadaka ya kwanza, sadaka ilikuwa ya punda, sadaka ya pili ilikuwa malazi pamoja na chakula. Sadaka ya tatu ambayo tunaiangalia katika siku hii ya utulivu, ambao kama tumeelekezwa na baba hapo mchungaji, tunaipata katika kile kitabu cha Marko sura ile ya 14, Marko sura ya 14 mstari wa 3 mpaka wa 9. Ni historia ambayo tumekuwa tukifahamu mara kwa mara. Marko sura ya 14 mstari wa 3 mpaka wa 9. Andiko nasema hivi: naye alipokuwa Bethania, nyumbani mwa Simoni mkoma, ameketi chakulani, alikuja mwanamke mwenye kibweta cha marhamu ya nado safi ya thamani nyingi, akakivunja kibweta, akaimimina kichwani pake. Palikuwa na watu waliochukizwa katika nafasi zao, wakisema, kwa nini kupoteza marhamu hii? Maana marhamu hii ingaliweza kuuzwa kwa dinari 300 na kuzidi, wakapewa maskini. Wakamnung'unikia sana yule mwanamke. Yesu akasema, mwacheni, mbona mnamtaabisha? Amenitenda kazi njema. Maana siku zote mnao maskini pamoja nanyi, na kila mpendako mwaweza kuwatendea mema, lakini mimi hamnami siku zote. Ametenda alivyoweza, ametanguliza kuupaka mwili wangu marhamu kwa ajili ya maziko. Amin, nawaambia, kila ihubiriwapo Injili katika ulimwengu wote, na hili alilolitenda huyu litatajwa kwa kumbukumbu lake. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Tunaona hii sadaka nyingine ya tatu ambayo imetolewa. Na hapa ukisoma kutokana na maandiko mbalimbali, unaona mtu ambaye alitoa sadaka ambayo ni sawasawa na mshahara wa mwaka mzima. Kristo asifiwe. Mtu ametoa sadaka kwa ajili ya Kristo ambao ni mshahara ambao ni sawasawa na mshahara wa mwaka mzima. Sasa viko vitu vingi ambavyo unaweza kujifunza, lakini hapa nataka niachilie kitu kimoja ambacho ndani ya moyo wako unatakiwa uanze kupanua moyo wako. Kadri kanisa linavyoanza kukua, kadri huduma zinavyoanza kukua, jiandae sana kutegemea watu ambao kutegemea ndio wanaweza kusapoti kazi ya Mungu. Saa zingine jiandae kwa hicho kitu, watu wa Mungu. Kristo asifiwe. Kuna mtumishi mmoja anaitwa Mwalimu Kasege, huwa anasema kuna mkutano, semina zake nyingi anazofanya, kuna mkoa akienda, kuna mtu ambaye si Kristo huwa ndo anapambana kulipia gharama za semina zake. Na yule Mkristo ni kama sio Mkristo kabisa, ameingia kama agano fulani kwamba anapolipia semina zake, ghafla mawazo ya biashara yanaongezeka kwenye kazi yake. Kristo asifiwe. Mawazo ya biashara yanaongezeka sana kwenye kazi zake. Kwa hiyo ameshajiwekea kabisa huo mkoa, akisikia mwalimu anaenda mahali pale, yuko tayari kulipia gharama ya timu nzima ya kwake. Kristo asifiwe. Kwa nini nataka nikueleze, panua moyo wako. Yumkini umezoea tu watu kwamba watakuja tu watu wa Kristo tu ndio watakao gharamia huduma yangu nilionayo, wa Kristo tu ndio watakao gharamia kazi ya Mungu nilionayo. Lakini nataka nikwambie, kuna kipindi wanaweza wakatoka wenye dhambi kabisa, watu ambao wasio na hofu ya Mungu, watu ambao wana majuto, wakasimama na wakagharamia ile kazi ya Mungu iliyoko mahali pale. Kristo asifiwe. Ninasomaga mstari ambao unanipaga unyenyekevu sana katika kushirikiana, hasa inapofika kwenye swala la kazi ya Mungu. Amina, watu wa Mungu. Huwa najiuliza swali moja. Yesu wakati anazaliwa, tunasoma habari za kuzaliwa lakini ni Pasaka, lakini nataka utafakari hichi kitu. Yesu wakati anazaliwa,
Kwa kweli hali ya Yusufu ilikuwa kwa kweli sio nzuri. Naweza nikakupa sababu. Kwa sababu Yesu alitakiwa akishazaliwa baada ya miaka michache anatakiwa atoroke nchi. Aondoke pale, maana Herode alitakiwa muue. Sasa angalia, watu wa kwanza walikuja kumpa hongera tu. Mwambia hongera bwana, mfalme wewe, tumeona mfalme amezaliwa, hongera. Hongera kwa kweli tunamshukuru Mungu sana. Hongera sana. Lakini kuna watu ambao ni mamajusi. Hawa watu kwa kweli ungewatazamia hawakuwa watu wa kawaida. Kwanza watu wanaabudu miungu wao vya ajabu, vitu vya ajabu. Lakini hawa ndio watu, kitabu cha Mathayo kimeandika wazi kabisa, walikuja na dhahabu, uvumba na manemane. Na ukitaka kujua kwamba Mungu alikuwa yupo timely, Mathayo ameandika kwa namna vizuri kabisa. Baada ya Yusufu kuzipokea tu hizo, sauti ikaja, ondoka uende Misri. Baada yake hakuhitaji kuomba nauli tena hapo kwa Mungu. Nauli tayari ilikuwa imeshapatikana. Kristo asifiwe. Sasa angalia, watu wa kwanza waliokuja walikuwa ni wana Israeli, jamii ya Kiisraeli kabisa, ambao kwa kweli hawakuja na mchango mzuri wa kumsaidia Yesu kutoroka. Lakini walikuja watu ambao kabisa huku wategemea. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Na hao watu wakamsaidia Yesu kutoroka kwenda Misri. Kitu gani ambacho kama kanisa nataka nikitoe ndani yenu na nikiweke katika mioyo yenu? Kadri huduma zinavyozidi kukua na kadri kanisa linavyozidi kukua, usifungwe moyo wako. Kubali, kuna saa utaanza kuona watu wa dini nyingine wanakuja wanasema, kwa kweli tunaomba tutoe sadaka mahali hapa kwa ajili ya ujenzi wa kanisa. Tunaomba tutoe sadaka mahali hapa kwa ajili ya kazi ambayo Bwana Yesu anaifanya mahali hapa. Na nikwambie, kuna watu watachukizwa. Biblia inasema wazi kabisa, yule mwanamke alipotoa watu walichukizwa. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Watu watachukizwa sababu kwa nini wao wanatoa tu. Lakini inapofika kwenye swala la kazi ya Mungu, Yesu anajua jinsi ya kupambana, aweze kuzivuta zile hela ziweze kukaa kwa ajili ya kazi yake. Kristo asifiwe. Kristo asifiwe. Sasa naomba tuangalie kwa pointi chache ambazo naweza nikakutajia mahali hapa kuhusu swala la sadaka na kukuwekea utayari kwa jinsi ambavyo unaweza kujiandaa ili Mungu aweze kutumia vizuri. Jambo la kwanza, ni muhimu sana kujizoesha kuunganisha maombi yako na sadaka. Ni muhimu sana kujizoesha. Weka tabia ndani ya maisha yako, ndani ya mfumo wa maisha yako ambao unaishi mara kwa mara, kuweka tabia ya kufanya maombi na kutoa sadaka. Kujizoesha tabia ya kuunganisha maombi yako na sadaka. Zoesha hicho kitu mara kwa mara. Kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ile ya 10. Matendo ya Mitume sura ile ya 10 mstari wa kwanza mpaka wa 5. Mstari wa kwanza mpaka wa 5. Nataka nikuonyeshe hichi kitu. Na kabla sijausoma mstari, natamani hichi kitu kiingie ndani sana, hasa kwa sisi wa Kristo. Kwa sababu kwenye dini zingine kimeingia kwa nguvu sana na wanakifanya sana. Na huyu naye kusomea hapa alikuwa bado hajawa Mkristo. Kristo asifiwe. Alikuwa tu anasikia habari za Mungu wa Kristo. Sasa hebu akajaribu kufuata zile njia zake. Sasa maandiko yanasema katika ule mstari wa kwanza, maandiko yanasema hivi: palikuwa na mtu Kaisaria jina lake Kornelio, akida wa kikosi kilichoitwa Kiitalia, mtu mtaua, mchaji wa Mungu, yeye na nyumba yake yote, naye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi na kumwomba Mungu daima. Akaona katika maono ya waziwazi kama saa 9 ya mchana malaika wa Mungu akimjia na kumwambia, Kornelio. Akatazama sana, akaogopa, akasema, kuna nini Bwana? Akamwambia, sala zako na sadaka zako zimefika juu na kuwa ukumbusho mbele za Mungu. Basi sasa basi peleka watu Yafa, ukamwite Simon aitwaye Petro. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Kristo asifiwe. Huyu mtu yeye kwa kweli, kwa jinsi ya binadamu hapo kija kusoma kwa mbeleni, tutakuja kugundua alikuwa hajaokoka. Alikuwa tu ana ile hofu ya Mungu ya kawaida, lakini alikuwa amejifunza tabia za Mungu wa Wayahudi. Okay? Kwamba Mungu wa Wayahudi kwa kweli inatakiwa mara nyingi ukiwa unamwomba, jitahidi sana unapokuwa unaomba unakuwa unaunganisha na sadaka yako. Kristo asifiwe. Na akawa anavifanya vitu vyote viwili. Sasa kitu ambacho nataka ukionyeshe mahali hapo, baada ya kufanya sala sana na sadaka muda mrefu, kitu kilichotokea nini? Vile vitu vilienda mbinguni kuwa ukumbusho.
Maana yake unavyotoa sadaka, kwa mfano hapa tuna taratibu zetu, sehemu zingine unaweza kukuta wanaweka bahasha, wanaweka labda hizi kwa ajili ya sehemu ya kina mama, hii kwa ajili ya, inategemea na mahali mbali kunakuwa na taratibu za kuweka kumbukumbu katika kanisa husika. Na nataka nikwambie hata mbinguni nao huwa wanaweka kumbukumbu. Kristo asifiwe. Wanaweka kumbukumbu kwamba fulani na fulani ametoa sadaka. Na wanachofuatilia pia kama ametoa sadaka, na maombi pia yanawekwa kumbukumbu. Aliweka sadaka, ametoa sadaka kiasi hiki, ameweka labda shilingi 200, anaomba kitu hichi, wanayaweka kumbukumbu. Ndicho kitu malaika alichomwambia hapa. Kristo asifiwe watu wa Mungu. Kwa nini nataka nikueleze hichi? Kuna mikoa hapa Tanzania, naweza nikakutajia kabisa, wao wazazi wao sio kwamba walikuwa wameokoka, ila walipokuja wale wa mishonari walikuwa tu wanatoa sadaka sana. Wanatoa sadaka alafu wanasema zifuatilie na kizazi changu huko. Alafu yeye anaendelea kunywa pombe. Yaani amekuja kanisani kalewa kabisa. Sasa mchungaji, chukua hii sadaka, utashikashika na watoto wangu wanaokuja. Alafu yeye anaendelea na maisha yake. Niliporudi pale nyumbani pale Moshi kabisa, nikapelekwa kwenye ile kanisa pale Moshi, kuna kanisa makubwa sana. Nikapelekwa kwenye, unakuta wale mabibi wa zamani walikuwa wanaandika maombi yale kwa kile kichaka cha ndani kabisa, kile kigumu. Yaani hata mwenyewe kinakupa shida kukielewa. Lakini unaanza kutafsiri, unaambiwa huyu alileta mkungu wa ndizi, akatoa na ametaja mpaka wajukuu. Unajua kumbe ndio maana kila tukijaribu kukimbia kumwacha Mungu inakuwa ni ngumu. Kwa sababu kuna mtu alitoa tu sadaka kidogo, alafu akasema mimi Bwana mambo yako vizuri, ila utakamata na watoto wangu huko. Kwa unakuta yale yamewekwa kama kumbukumbu. Kristo asifiwe. Wito wangu hapa Fikirilio alifanya jambo kubwa sana ambalo lilikuja kusaidia hata familia. Wito wangu kwenu, kabla ya kutoa sadaka jitahidi uwe unafanya hata maombi ya dakika 2. Amina mtu wa Mungu. Fanya maombi sadaka yako. Lakini usitoe usiombe kichoyo, usiombe tu vya kwako. Omba mpaka vya kizazi kinachokuja. Ninaweza nikakueleza wazi kabisa. Ningekupa shule zingine za wazi kabisa. Nimeaona kwetu kwenye maisha yetu wengine kabisa. Wengine tumekujikuta kwamba tuko mbele za Mungu sio kwa sababu kwamba tulikuwa watakatifu sana, ila unafuatilia unakuja kutoka hao wenzetu hawakuwahi kumpenda Mungu kabisa. Walikuwa ni wakorofi kabisa. Lakini walipofikia kuna swala la kanisani, kuna changamoto fulani inakuja, wanatoa, wanaweka na manadhiri yao, alafu wanaendelea na maisha yao. Mungu anaendelea kufuatilia zile sadaka mpaka leo hii. Kristo asifiwe. Toa sadaka, isemeshe kwa ajili ya watoto wako, semesha kwa ajili ya wajukuu wako, semesha kwa ajili ya vitu mbalimbali ambavyo vinakuja. Kristo asifiwe. Pointi ya pili ambayo nataka nikueleze, ni kwamba fahamu kuwa Mungu ndiye anayechagua wapi pa kutoa sadaka. Fahamu kuwa Mungu ndiye anayechagua wapi pa kutoa sadaka. Watu wa Mungu, moja ya kitu ambacho ni cha kuzingatia sana, nitakutajia maeneo yake yote kabisa ambapo Mungu anaweza akakuelekeza, ni swala la eneo la kutoa sadaka. Eneo la kutoa sadaka. Kwa kweli Mungu ndiye anayechagua. Ukisoma katika kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya 12, Kumbukumbu la Torati sura ya 12 mstari wa 13 mpaka wa 14, mstari wa 13 mpaka wa 14, maandiko yanasema hivi: ujihadhari usitoe sadaka zako za kuteketezwa katika kila mahali upaonapo. Kristo asifiwe. Kwa Mungu anaonya kabisa. Jamani, najua watu mna hamu sana ya kutoa sadaka, lakini anaonya si kila mahali upaonapo unaruhusiwa kutoa sadaka. Lakini mstari wa 14 pale anaendelea anasema, bali katika mahali atakapopachagua Bwana katika kabila zako mojawapo, ndipo utakapotoa sadaka zako za kuteketezwa, ndipo utakapotenda yote ni kuabudu. Kristo asifiwe. Kwa nini nataka nikueleze hichi kitu cha namna hii?
Kadri tunavyozidi kukua katika mwili wa Kristo, kadri tunavyozidi kukua katika neema ya Kristo, moja ya kitu ambacho utaanza kugundua, kutakuwa na maelekezo mahususi kabisa. Maelekezo mahususi kabisa ya wapi upeleke sadaka yako. Sasa saa zingine Mungu akikwambia peleka sadaka, kwa mfano kwa watoto yatima, wewe ukapeleka eneo lingine, kuna baraka, nataka nikwambie ukweli wa Mungu, utaikosa. Hamina, watu wa Mungu, kuna baraka utaikosa, pamoja na kwamba umefanya kile cha kutoa. Na watu wengi saa zingine wanalalamika sana, wanaumia sana, mbona ninatoa sadaka nyingi lakini bado maombi yangu hayajibiwi. Swali linakuja pale pale kwamba umetoa kutokana na maelekezo ya Mungu. Ukienda kusoma katika kile kitabu cha Samuel wa kwanza sura ya 15 mstari wa 22, Samuel wa kwanza sura ya 15 mstari wa 22, maandiko yanasema hizi: kwa maana kutii ni bora kuliko dhabihu. Kristo asifiwe. Kuna muda Mungu anaweza akakwambia sadaka hii peleka kanisani, wewe ukaamua kupeleka eneo lingine. Uwe na uhakika Mungu anaweza asikujibu kile ambacho unakiomba. Ndio maana ni vizuri sana, Wakorintho anasema kabisa, kila mtu atende kadri alivyokusudia moyoni. Maana yake moyoni mwako umekusudia nini, unapata ile picha. Kwa sababu kila mtu kuna namna ambavyo Mungu anamsemesha. Kuna mwingine anaweza akasikia kwamba hii sadaka mpelekee mama mjane, hii sadaka peleka kwa watumishi, hii sadaka peleka mahali pale. Lakini ukifanya kinyume na kile ambacho umekisikia moyoni, inakuwa ni ngumu sana Mungu kukujibu yale maombi yako. Kristo asifiwe sana, watu wa Mungu. Asifiwe. Lakini pia bila kukueleza kitu kingine, kwamba unapotoa sadaka saa zingine bila maelekezo ya Mungu, kuna wakati unaweza ukatoa sadaka na ukajikuta umepata baadhi ya madhaifu. Hamina, watu wa Mungu, baadhi ya madhaifu. Kuna vitu vingine, kuna mahali pengine ni kanisani humu, lakini kwa kweli unakuta zile madhabahu zina nguvu zingine. Yaani hicho ni kitu ambacho kama Wakristo saa zingine huwa tunaogopa kukisema, lakini ndivyo kilivyo, watu wa Mungu. Ndio maana Mungu anakuwa mkali sana kwenye swala la sadaka. Kuna siku moja watoto wa Haruni, Biblia inaandika kwa kisiri kidogo, inasema kwamba walitengeneza moto wa kigeni. Fikiria, wako madhabahuni alafu wanatengeneza moto wa kigeni. Sasa moto wa kigeni sio wa kuasha na kuni, maana yake kuna kitu anakificha mahali hapo. Hamina, watu wa Mungu. Hao walikuwa ni makuhani, lakini kuna kitu cha kiziada wakakifanya ambacho hakikuwa sawasawa na moto wa Mungu. Kristo asifiwe. Na hivyo vitu vipo, watu wa Mungu. Vipo tunapopata nafasi ya kuzunguka, unaona mambo mengi. Kuna mahali pengine unaenda, unasema Mungu wangu. Mara ya kwanza wakati ninaanza kidogo kumtumikia Mungu kidogo, nilikuwa ukialikwa siombei mialiko. Unaenda tu, lakini baadaye kuna siku nikaenda mahali nikasema Mungu wangu, hapa nimepotea. Yaani umeshafika unagundua kabisa umepotea. Hii madhabahu kwa kweli haina Mungu ndani yake. Ni vitu ambavyo vipo, watumishi wa Mungu. Kwa sasa Mungu kwa kweli, kwa kuliona hilo, lazima kuna mahali atakukataza. Atakukataza kwa kweli, hata kama unaona ni madhabahu hii, pia hapana. Lakini pia kuna mahali Mungu anaweza kukukataza hata kama ni watumishi wa Mungu. Hata kama ni watumishi wa Mungu wanahubiri vizuri, anakukataza. Kuna watumishi wengine wanahubiri katika neema, wanahubiri katika kipawa chao. Mungu anaweza akatumia, kwa sababu anaweza akatumia hata punda kusema. Kuna kipindi Mungu alimtumia punda akafikisha ujumbe, akaongea vizuri kabisa, inasema. Lakini kuna namna ambavyo hatakubali ile sadaka iunganishwe, kwa sababu sadaka inafungua moyo wako. Amina, watu wa Mungu. Sasa ikifungua moyo wako, kama mtumishi ana udhaifu fulani, ule udhaifu unakuja kwenye maisha yako. Ndio maana unaweza ukasikiliza neno ukasema nimebarikiwa nalo, lakini nikitaka nitoe sadaka kwa mtumishi unakosa amani. Ni kwa sababu kuna kitu Mungu anakizuia kwanza. Usiogope kufuata hicho kitu unachokisikia moyoni. Kristo asifiwe. Usiogope kabisa. Kama mtumishi anaweza akahubiri na usisikie amani kutoa sadaka kwake, ni sahihi kabisa, kwa sababu kuna vitu Mungu anavizuia visije vikakupata wewe. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Kristo asifiwe. Lakini nataka tuangalie pointi ya tatu, alafu tuangalie maeneo hayo sasa. Pointi ya tatu nasema maeneo ambayo Mungu huyachagua upeleke sadaka zako.
Tumeona mstari wa Kumbukumbu la Torati kwamba usipeleke sadaka kila mahali, lakini hapa nataka tuangalie maeneo ambayo Mungu huyachagua upeleke sadaka zako. Na ndio kuna mstari mmoja nataka tufike ili tuweze kuweka msingi wetu. Eneo la kwanza kabisa ambalo Mungu ulichagua na ameagiza wazi kabisa ni kwenye nyumba ya Mungu, ambayo kwa sasa hivi tunaita kama kanisani au kwenye kanisa. Sana sana kitu ambacho kinajulikana kwa lugha kwenye nyumba ya Mungu. Maana yake ukisoma kwa mfano katika kitabu cha Malaki 3:10, maandiko yanasema leteni zaka kamili ghalani mwa Bwana, kipate kuwepo chakula nyumbani mwa Bwana. Kristo asifiwe. Maana yake kwenye nyumba ya Mungu, kanisani, ni eneo la kwanza kabisa Mungu ambalo anasema kabisa peleka sadaka zako, peleka zaka, peleka dhabihu zako. Sasa kwenye kitu kimoja ambacho napenda kukikumbusha sana kabla sijakutajia eneo lingine, hasa kwenye sadaka ambazo zinatolewa kanisani. Kuna sadaka ambazo unatakiwa uwe nazo makini sana. Ya kwanza ni zaka, ambapo zaka ambayo ni kitu ya msingi sana unaifahamu, lakini kuna dhabihu na vitu vingine. Zaka, napenda kukukumbusha hii, najua unaweza kuwa unafahamu. Fanya sana tathmini kabla ya kutoa zaka. Kristo asifiwe. Fanya tathmini ya kutosha kabla ya kutoa zaka. Na niseme kitu kimoja, maandiko yako wazi kabisa, hatujawekewa kongwa zito. Tuko pamoja? Ilikuwa kongwa zito. Kuna changamoto kidogo ya mafundisho katika kanisa, lakini lazima tukubaliane nayo kadri tunavyozidi kwenda. Ninachoweza kukisema, na huu ndicho ambacho naweza nikashauri, kwamba utoaji wa zaka ni kama unavyoenda hospitalini. Wote mnaweza mkaumwa kichwa, lakini mwingine akapewa maji, mwingine akapewa panado. Tunaenda sawa sawa. Utoaji wa zaka kwa mfanyabiashara ni tofauti sana na utoaji wa zaka kwa mkulima, ni tofauti sana na utoaji wa zaka kwa mfanyakazi. Kristo asifiwe. Kwa hiyo ni vizuri sana kufanya tathmini. Kwenye kilimo, Biblia iko wazi kabisa, unatoa yale mapato yako. Umevuna magunia kadhaa, vuna magunia 100, ni rahisi sana kutoa magunia 10. Kwenye wafanyakazi, naomba niongee kitu kimoja, kwa sababu nayo imekuwa na changamoto. Kwenye wafanyakazi najua kuna kitu kinaitwa gross salary. Kuna ule mshahara ambao unalipwa. Watu wanaweza wakasema unalipwa shilingi 100,000, lakini kiukweli ukija kuangalia 100,000 ni iliyoandikwa kwenye karatasi. Amina, watu wa Mungu. Lakini inayokuja kuingia unaweza ukakuta ni 70,000 baada ya makato kadha wa kadha kwa kumekupita. Huu ni ushauri wangu. Amina, watu wa Mungu. Maandiko yanasema wazi kabisa. Paulo aliandika kitu hichi kimoja. Napenda kumrifaa Paulo, anasema hivi, kuna saa ninashauri mimi. Amina, watu wa Mungu. Na kuna saa hapa ni Roho wa Bwana anasema. Amina, watu wa Mungu. Hapa mimi nashauri, kutokana na watu saa zingine kuwa na huzuni, hasa unapokuwa kama wewe ni mfanyakazi, ni vizuri kuangalia unapata amani eneo lipi. Utoe fungu la 10 katika gross au utoe fungu la 10 baada ya makato. Sasa ili mara nyingi kama unaona unatoa kwa kunung'unika, ninakushauri utoe baada ya makato. Amina, watu wa Mungu. Na kama utatoa baada ya makato, nikukumbushe kitu hichi kingine. Utakapokuja kulipwa pensheni yako, kumbuka pensheni yako ilikatwa, bado ulikuwa hujaitolea fungu la 10. Usisahau pia hiyo pensheni kuitolea nini? Fungu la 10. Amina, watu wa Mungu. Nimeweza kusema hicho kitu kwa sababu kinaleta changamoto na kinakuwa mzigo. Najua kuna debate, tutoe kabla ya makato, lakini unajua unapozunguka unapata vitu vingi. Kuna nchi kwa mfano, naomba niwaambie kitu moja. Kuna nchi kwa mfano kama Spain, kwa wageni wanakatwa makato 50%. Neno 50% ya mshahara wako. Maana kama unalipwa 100,000, makato ni 50,000, unabaki na 50,000. Sasa ukienda kanisani ukahubiri hicho kitu, watu wataona kama ni mzigo mkubwa umeleta hapa. Ndio maana nasema inaweza ikaleta manunguniko mengi ndani ya mioyo. Sasa na Biblia inasema mtoe kwa nini? Kwa furaha. Okay? Utoe kwa furaha, usitoe kwa kunungunika. Lakini pia kwa wafanyabiashara ndio unahitaji umakini sana. Kristo asifiwe. Unahitaji umakini sana. Si shauri, amina, watu wa Mungu, kwenye mambo yafuatayo: kutoa fungu la 10 kwenye mkopo.
Amina, watu wa Mungu. Kwa kweli kwenye mkopo hiki ni kitu ambacho kinaletaga shida baadaye. Kinaleta shida kwa sababu ulipoandika andiko lako kupeleka benki, kupeleka kwenye kikoba, kupeleka SACCOS, ulipiga wanakupa mkopo kwa kadri ya unavyoweza. Na nataka nikuhakikishie hakuna benki ambayo itakupa mkopo ukiwa umeweka kuna hela ya sadaka. Sio umepata hicho pita? Hawatakupa hicho kitu. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini pia fungu la 10, piga mahesabu kwenye faida. Amina, watu wa Mungu. Piga mahesabu kwenye faida. Sasa kwa hesabu ya haraka haraka, kwa mfano unauza kitu, umenunua kitu kwa shilingi 10,000. Tunaenda sawa sawa? Wewe ukakiuza kwa shilingi 11,000. Tunaenda sawa sawa? Ukitoa fungu la 10 la shilingi 11,000, unakuwa umekula mpaka mtaji wako. Tunaenda sawa sawa, watu wa Mungu? Unakuwa umekula mpaka mtaji wako. Na hichi ni kitu ambacho saa zingine kinaleta shida sana pia kwenye kanisa, na kinaleta shida, mwisho wa siku anaanza kulaumu. Na hii ndio maana tunashauri sana tukae kwenye huduma ambazo zina wazazi ambao wanaeleweka, zina wachungaji ambao kwa kweli unaweza ukafuatilia wakakupa maelezo yanayoweza kueleweka. Kwa sababu nimekutana na maeneo mengi, unakuta watu wanaenda wameambiwa kitu, halafu mwisho wa siku wanaanza kugombana na kanisa hapo. Sasa Kristo asifiwe. The same apply kwenye malimbuko. Kwenye malimbuko kuna hekima tofauti kabisa. Aliye mkulima, aliye mfanyakazi, aliye mtu wa kawaida pia kuna tofauti, inatofautiana naye na jinsi ambavyo. Kwa mfano kwenye malimbuko, kwenye kilimo, watu wengi wanafikiri ni kutoa shamba zima. Kristo asifiwe. Ni kutoa shamba zima. Lakini ukisoma Biblia imesema malimbuko yako yatakuwa mganda. Kama ni shamba lako la mwanzo, mganda maana yake ni kama ndizi ni kama kichane. Ndio sawa sawa. Ni kama kichane, unachukua kichane, usitoe shamba zima. Mungu mwenyewe anajua kabisa. Sasa wewe umechukua mkopo, alafu unapeleka malimbuko shamba zima. Ni shughuli hapo unakuja kuleta hapa mtaani. Kristo asifiwe. Ninakueleza kesi ambayo nimekutana nayo, nafikiri ilikuwa ni Tanga. Mtu yeye alichukua mkopo vizuri, karibia milioni 10 vizuri. Kakaa nao, kaenda kaingiza shambani kule Lushoto. Ndio hiyo nasema ni vizuri kukaa chini ya mchungaji ambaye naye ana mchungaji juu yake. Amina, watu wa Mungu. Kwa sababu wachungaji kwa wachungaji kuna namna mchungaji hapa, hebu tunaona umepitiliza kidogo, wanaweza wakaonyana wao kwa wao. Tunaenda sawa sawa. Sasa ukikaa chini ya mtu ambaye hana mtu wa kumwonya pia inakuwa changamoto. Kwa yule binti nakumbuka akakutana mahali na huduma, akaambiwa atoe shamba zima kwa imani. Kwa akatoa shamba zima, amechukua mkopo, na si unajua sadaka irudi. Kristo asifiwe. Akatoa. Sasa mwisho wa siku sasa inakuaje sasa? Shamba zima nimeshatoa, mavuno yote nimetoa, lakini sasa mambo hayaendi na mkopo bado nadaiwa. Kristo asifiwe. Ndio maana ni vizuri sana kupiga mahesabu ya mahali hapo. Lakini hapa kwenye nyumba ya Mungu kuna kitu kimoja ambacho ninakisisitiza. Moja ya sadaka ya kuwa nayo, sadaka ambayo inaongeza uchumi wako kwa haraka sana, ni sadaka ya ujenzi. Tunaenda sawa sawa? Ukisikia kuna ujenzi wa nyumba ya Mungu, kuna ujenzi wa kitu chochote ambacho kinahusiana mahali hapa, ni sadaka ya ujenzi. Inaongeza sana uchumi wako na pia inalinda uchumi wako. Mungu yuko ajabu sana. Mungu yuko tayari kufanya hela iliyoko katika maisha yako ionekane kama haitoshi pale ambapo unakuwa ufanyi sadaka ya ujenzi. Kusoma katika kile kitabu cha Hagai sura ya 1 mstari wa 8 mpaka wa 11. Hagai sura ya 1 mstari wa 8 mpaka wa 11. Watu walikuwa na mifuko iliyotoboka kwa sababu tu hawajajenga nyumba ya Mungu. Kristo asifiwe. Hawajajenga nyumba ya Mungu. Kwa hiyo unaweza ukajikuta hela zako hazitoshi kwa sababu tu ya kutokuwa mtoaji wa sadaka za ujenzi. Sasa eneo lingine la pili ambalo nataka niwaambie, ambalo unaweza ukataja ukapeleka sadaka yako, ni eneo la wazazi wako. Eneo la wazazi wako au walezi wako. Biblia imeandikwa wazi kabisa, unaweza ukapeleka sadaka yako mahali hapo. Kusoma katika kile kitabu cha Mwanzo 27 mstari wa 4 mpaka wa 7. Tunaona kabisa baba pamoja, Mwanzo 27 mstari wa 4 mpaka wa 7. Pamoja na kwamba baba alikuwa anampenda mtoto sana,
Akasema kwa kweli, hebu nitafutie chakula nikipendacho, nipate kufanyeje? Kukubariki. Hakumbariki tu hivi hivi, pamoja na kwamba ni mtoto wako. Sasa kama wazazi, saa zingine baraka tunatamani tuwabariki tu watoto, tuwabariki, lakini lazima pia tuwakumbushe wanatakiwa watoe sadaka kwenu kwenye maisha yetu. Kristo asifiwe. Kristo asifiwe. Ni kitu ambacho unaweza ukakipanda. Kwenye habari ya sadaka ya mzazi, naomba nitoe hekima mojawapo pia. Najua kuna changamoto nyingi, na changamoto zingine ni za kichungaji. Naweza mkawaona wachungaji mkajaribu kuwaeleza. Wala ni eneo pia ambalo lina changamoto nyingi pia. Unakuta bwana, wazazi wangu mimi wana kesi hii na hii, nikipeleka mara wanaishi. Mimi nishauri kitu kimoja. Kama haihusiani na swala la kiibada, yani kama ni swala la matambiko, swala la mila na desturi na nini, sadaka yako unaweza ukapeleka. Ila ikishakuwa zaidi ya hapo, kwamba ukitoa sadaka itapelekwa kwenye mila na desturi, kwenye nini, kwa kweli hapo unakuwa umevunja amri ya kwanza ya Mungu. Amina, watu wa Mungu, unakuwa umeabudu miungu mingine. Hapo inahitaji hekima nyingine. Lakini kwamba sijui baba yangu sijui ana ni mlevi sijui ni nini, hivyo ni vitu ambavyo havihusiani na ibada. Hivyo wewe peleka sadaka. Kristo asifiwe. Hivyo visikupe shida kabisa. Wewe peleka sadaka na utaona Mungu anafanikiwa. Ninafahamu kabisa ndugu yangu mmoja kabisa, ni ndugu kabisa, alikuwa anaeleza, aliondoka tu nyumbani, lakini hakuondoka vizuri, akawa amepishana. Shuhuda utakusaidia sana hata na wewe. Akawa amepishana na wazazi wake, kwa hiyo akawa ameenda Dar es Salaam kwa ajili ya kutafuta maisha. Alipambana kweli, pambana kila namna. Kristo asifiwe. Amepambana, ametafuta kazi huku na huku, tafuta kazi kule na kule, lakini mambo hayaendi. Basi siku moja akaota ndoto kwamba amerudi nyumbani kwa wazazi wake akiwa na sufuria tu na godoro. Baadaye akaona hii ndoto ni mbaya. Yaani nimeshatoka nyumbani, halafu naota ndoto kwamba nitarudi nyumbani kwa wazazi nikiwa na sufuria na godoro. Baadaye akagundua, kwa sababu aliondoka nyumbani sio vizuri, akasema sasa ngoja nitafute tu sadaka. Akapata ushauri kwa watumishi aliyokutana nao, wakamwambia hebu kawaone wazazi wako na upeleke sadaka. Anaeleza kitu ambacho kilinifungua sana, kwa sababu alichukua sadaka wala haikuwa nyingi, akaenda kwa mzazi wake, baba yake mzazi. Sasa nataka uangalie hichi kitu. Alimkuta baba yake amelewa kabisa. Kristo asifiwe. Amelewa kabisa. Anamsalimia, baba, nimekuja kwako. Umekuja kufanya nini mwanangu? Nimekuja tu kukusalimia. Nimekuja hapa na kasadaka zako. Kwenda huko ubarikiwe. Ndicho alichomjibu. Kwenda huko ubarikiwe. Mzee akaendelea na mambo yake. Mzee akachukua hela akaenda mfukoni. Kwenda ubarikiwe. Sasa anakueleza jioni yake simu zikaanza kuita. Unaweza ukanielezea kisayansi hilo jambo? Yaani mzazi ambaye ameelewa anakutamkia neno, simu zikaanza kuita za kazi. Na amerudi sasa, akarudi akafanya kazi nzuri, ameanzisha na biashara zake na milango imefunguka. Kwa nini nataka nikueleze, saa zingine hali ya mzazi wako au ya mlezi wako isikufanye uache kutoa sadaka. Kama haihusiani na mambo ya miungu mingine, isikufanye uache kutoa sadaka. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Eneo la tatu ni kwa mtumishi wa Mungu. Eneo la tatu ni kwa mtumishi yote wa Mungu, awe mchungaji, awe mwinjilisti, awe mtumishi yote ambaye yupo kwenye zile huduma 5. Utaenda kusoma katika kile kitabu cha Samuel wa kwanza sura ya 9 mstari wa 6 mpaka wa 8. Samuel wa kwanza sura ya 9 mstari wa 6 mpaka wa 8 unasema kwamba tutaendaje kwa mtu wa Mungu tukiwa mikono mitupu. Maandiko yanauliza wazi kabisa, itawezekanaje twende kwenye nyumba ya mtu wa Mungu tukiwa mikono mitupu? Kwa hiyo pia kwa watumishi wa Mungu, Mungu anaweza akakuelekeza kabisa, peleka sadaka hii kwa mchungaji, peleka sadaka hii kwa mwinjilisti. Anaweza akakueleza kabisa maelekezo specific, akaweka ndani ya moyo wako ufanye kama vitu. Lakini kitu kingine ambacho nataka nikiangalia hapa kwa haraka ni kwa mtumishi aliyeko kwenye ukoo wako. Nataka nikueleze kwa mtumishi aliyeko kwenye ukoo wako. Kila ukoo kuna mtu ambaye ana hali ya utumishi ndani yake. Kristo asifiwe. Kila ukoo kuna mtu ambaye
ana hali ya utumishi ndani yake. Changamoto saa zingine huwa hatuwapokei. Hatuwapokei kwa sababu saa zingine tunaona ni wa kawaida, lakini huwa wapo. Kuna mtu ambaye ana utumishi, ukikaa pale kwenye familia yenu ukiangalia unaona kweli huyu ana utumishi. Mungu saa zingine anaweza kukupa maelekezo, peleka sadaka yako kwa huyo mtumishi ambaye yupo ndani ya ukoo. Ukisoma katika kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 14 mstari wa 27, 14 mstari wa 27 inasema, na Mlawi aliye ndani ya malango yako usimwache, kwani hana fungu wala urithi pamoja na wewe. Alafu anaendelea kutaja vitu vingine. Moja ya kitu ambacho sina nafasi ya kueleza vitu vingi, kuna maana nataka nifike, watumishi waliopo ndani ya familia zetu pia ni vizuri kuwakumbuka. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Ni vizuri kuwakumbuka pia. Katika ukoo wako kuna kama mwinjilisti unamuona mahali pale, kwa kweli anafanya kazi vizuri kwa kweli, unaona ukikaa ukifikiria kuna kijana yuko mahali pale anafanya kazi, usiache pia na yeye kumtendea. Lakini pia eneo lingine ambalo Mungu anaweza akakupa yako yote katika hichi kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 14 mstari wa 27 mpaka wa 29. Kumbukumbu la Torati sura ya 14 mstari wa 27 mpaka 29. Eneo lingine ni kwa mjane. Amina, watu wa Mungu. Kwa mjane Mungu anaweza akakupa mawazo ndani ya moyo wako uweze kupeleka sadaka yako. Lakini eneo lingine Mungu anaweza akakupeleka kwa yatima. Anaweza kuambia nenda kwa yatima, kituo cha watoto yatima, utoe sadaka yako. Watu wa Mungu, tusiache kutembelea sana pia hata vituo vya watoto yatima. Amina, watu wa Mungu. Na nitoe wito, tunapoongelea swala la ufalme wa Mungu, tufunguke watu wa Mungu. Amina. Inawezekana tukawa sisi kama taasisi yetu tusiwe tumefungwa, bwana, kituo cha watoto yatima lazima kiwe cha taasisi yetu. Kristo asifiwe. Tunazidiana vipawa. Kuna huduma zingine, kuna makanisa mengine unaona wana kituo cha watoto yatima, usijisikie vibaya kubeba sadaka yako ukasema mkawaga na wachungaji kama ni kikundi chenu, bwana kuna kituo cha watoto yatima kiko kwenye eneo fulani, tunaomba tupate kuwaona, hata kama sio kanisani kwako. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Lakini kitu kingine ambacho unaweza ukakitoa ni sadaka ya kipawa chako. Sadaka ya kipawa chako unaweza ukaitoa kutokana na kile kitabu cha Hesabu sura ya 18 mstari wa 11. Sadaka ya kipawa chako, unaweza ukatoa kipawa chako kama sadaka, ukasema mimi swala la ujenzi ninalitoa kama sadaka katika eneo hili. Mimi najua kufanya kitu hichi, najua kufunga tiles, najua kufunga madirisha. Naweza nikasema kwa kweli madirisha 3 naweza nikafanya bure. Nilisikia pale Dodoma kuna mhindi mmoja alikuwa anafunga madirisha kanisani, alikuwa anasema wazi kabisa, na anapiga budget ya kawaida ile, lakini atakuwekea mawazo kabisa, madirisha 3 anafunga bure. Na madirisha ya kanisani yana bei kidogo. Amina, watu wa Mungu, yana bei sana madirisha, lakini alikuwa ametoa sadaka kwa namna hiyo. Unaweza ukatoa kipawa chako. Lakini eneo la mwisho ni sadaka za midomo. Unaweza ukatoa sadaka pia kwa kusifia kitu, kusifia uumbaji wa Mungu. Andika kitabu cha Hosea sura ya 14 mstari wa 2. Hosea sura ya 14 mstari wa 2. Sasa naomba unisikize kwa makini sana. Nataka kukiongea hapa ndio cha muhimu sana, na nilichokuwa nataka nikimbie nifike mahali hapa, watu wa Mungu. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Kristo asifiwe. Jamani, Mungu wetu ni Mungu wa ajabu sana. Kuna saa anaweza akakupa maelekezo yanaweza yakakushtua. Watu wa Mungu, kuna saa Mungu anaweza kukupa maelekezo, peleka sadaka kwa mtu ambaye kwa kweli sio mtumishi wala sio ni mtu tu wa kawaida, na saa zingine huwa amekuzidi sana. Kristo asifiwe. Na jaribu fikiri kitu kama hichi. Kwa mfano kwenye kile kitabu cha Mwanzo sura ya 12 mstari wa 3. Maandiko yanasema atakayembariki Ibrahim naye atabarikiwa. Na jaribu kufikiri, Mungu anakufuata wewe, anakuambia mpelekee sadaka Ibrahim. Sasa Ibrahim ambaye huyu anaambiwa umpelekee sadaka ni mtu ambaye ana kondoo 1000, ana madhahabu, ana kila kitu. Alafu Mungu anakuambia chukua wewe ambaye una kuku mmoja, peleka hii sadaka kwa huyu mtu.
Kristo asifiwe. Kristo asifiwe. Najua kinaweza kuwa ni kitu kigumu sana, lakini nataka nikueleze, mara nyingi sana watu huwa wanapewa maelekezo hasa wanapokuwa wakimwomba Mungu kwa habari ya uchumi wako. Unapoomba Mungu sana kwa habari ya uchumi wako, ndio maana Mungu anaanza kuwa selective sana ni wapi upeleke sadaka yako. Anaweza akakwambia peleka kwa mtu ambaye yuko tayari amejengwa katika ufalme wa Mungu. Nimekupa mfano wa Ibrahim. Ibrahim utakapombariki kwa chochote, wewe ndio utabariki. Sio kwamba yeye ataongezewa. Yeye hataongezewa kwa lolote lile, lakini wewe ndiye utakayebarikiwa. Kristo asifiwe. Kristo asifiwe. Saa zingine Mungu anaweza akakupa nafasi pale ofisini kwako. Kuna mtu kwa kweli ni bosi mkuu wala hakujui. Kuna mtu ni mfanyabiashara mkuu wala hakujui. Anaweza akaweka maelekezo ndani ya moyo wako. Chukua sadaka kidogo, mnunulie kitu fulani, peleka. Na huyo mtu anaweza hata asikiangalie hicho kitu. Wewe upeleke kuku kwa Ibrahim, mtu mwenye kondoo, nafikiri hata kiangalia kama mtu mfanyakazi wake. Lakini bado lile neno litabaki, kwa kuwa umembariki Ibrahim, mimi nami nitakubariki. Kristo asifiwe watu wa Mungu. Sasa mara nyingi sana hicho kitu kinakuja. Saa zingine unasema, nimpe zawadi bosi wangu ya nini? Mbona kila kitu anacho? Na unakuja kuna baada ya kufanya hivyo unakuta uchumi wako haupigi hatua. Kwa sababu ile ni maelekezo ya kwamba toa sadaka kwa mtu ambaye yuko established, mtu ambaye ameshawekezwa ili uchumi wako ufanikiwe. Kristo asifiwe. Kuna watu wengine ambao Mungu ataanza kukufungua kukuonyesha. Mimi na ndugu yetu mmoja, yeye ambaye alibahatika kuwa na watoto 6 wa kike. Hichi ni kitu ambacho nimekishuhudia sana. Watoto 6 wa kike. Mpaka mtoto wake wa mwisho, naomba unisikize kwa makini, mtoto wake wa mwisho wote waliolewa kwa mahari. Yaani taratibu zote za kifamilia zilifuatwa. Sasa unaweza ukafikiri kwamba alikuwa analea sana. Nataka nikwambie si kweli. Kwa sababu kwanza alikuwa anafanya kazi serikalini na ni kazi kubwa sana. Kwa muda mwingi alikuwa anasafiri. Amina watu wa Mungu. Kwa hiyo si swala kwamba alikuwa analea sana vizuri. Lakini watoto wake wote kike wamefanya vizuri. Wote wamefuata zile sheria za tamaduni za kuolewa. Sasa kitu ambacho nataka nikueleze, kuna kesi moja nilipokea pale wakati nilikuwa nyumbani, nikamwambia wewe, hebu chukua sadaka kidogo, sababu mtu alikuwa analalamika sana. Nashindwa kulea watoto wangu wa kike. Nikamwambia hebu chukua mpelekee huyu mama. Ni mtu mzima ameshastaafu. Na kiukweli, yani hahitaji chochote. Unajua mtu ambaye amefanya kazi kwenye wizara, hahitaji chochote. Lakini wewe unashida watoto unashindwa kulea. Yeye kalea watoto 6 na wote wametoka vizuri. Wewe chukua hii. Sasa kwa sababu ukisema ni sadaka, anaweza asipokee. Atakwambia peleka kanisani. Wewe iombee, ipeleke kama zawadi ya kawaida. Kwa hiyo akaiombea. Alafu akampelekea yule shangazi yangu mmoja, akampelekea. Hii ndio zawadi yako. Basi akaipokea na kama kawaida, akaipokea. Sasa angalia kilichotokea. Ghafla aliporudi nyumbani, akaanza kushangaa mabinti zake wanalia, wanaomba msamaha. Elezea kilichotokea hapo. Kristo asifiwe. Sasa huyu mtu unaweza kumwona kanisani haubiri, amekaa tu, lakini ana neema ya kipekee sana katika malezi. Mungu anaweza akakusisitiza wewe ambaye unateseka kulea mtoto, unateseka kufanya nini? Peleka sadaka yako kwa huyu. Na nikueleze inakuwa ni ngumu sana kugundua kwamba ana hiyo neema ya kitumishi. Kwa anaweza asipokee. Kwa mpelekee, mpelekee kama tu zawadi ya kawaida. Kristo asifiwe watu wa Mungu. Kristo asifiwe. Nataka nikwambie ni kweli baada ya muda vitu vikaanza kufunguka katika maisha yake. Wale watoto wake nao wakabadilika, wakawa vizuri. Kristo asifiwe. Kuna sitaki kutaja kiongozi fulani, kuna mtu hapa Tanzania, yaani watoto wake 5 wote wako, yaani wote unawafahamu, yaani kama unawafahamu ni 3 au 4, yaani 4 unawafahamu au 3, kwa sababu ni viongozi wakubwa sana mashuhuri. Sasa kuna kitu kimoja nilijifunza wakati
kwenye Elizabeth alipokuwa anamwambia Mariamu, sema libarikiwe tumbo nini? Libarikiwe tumbo lako. Sasa kuna watu bwana wana matumbo yaliyo baraka. Okay? Unaweza na wewe ukiwa kama kijana, ukiwa kama sasa hivi, Mungu anaweza akaweka maelekezo, toa sadaka kwa huyo mtu, ili watoto wako nao wao wa kuheshimika katika nchi. Yaani haiwezekani yaani wewe tokea kipindi cha Nyerere watu wanaikumbuka tu familia, yaani haikosi kwenye uongozi wote. Yaani watu wanajulikana. Usipokuta kwenye uongozi, utakuta kwenye jeshi, viongozi wakubwa. Unaweza hawa watu vipi? Kwa nini ni wao tu? Lakini hapana, yale matumbo yana kitu ambacho Mungu aliwasemesha. Kristo asifiwe. Kuna watu wengine kwenye biashara, unaweza kabisa Mungu akakusemesha mpelekee mtu fulani kitu cha namna hii. Moja ya kitu ambacho mimi nataka nikueleze ambacho nimekishuhudia, matajiri wengi huwa ni watu ambao wako ni wapweke. Amina, watu wa Mungu, yani ni wapweke sana. Yani ikitokea hata mtu mmoja akamnunulia tu kachupa kadogo tu cha maziwa akampelekea au nini, akamwambia mzee, nikuja kukupa bwana, kubarikiwe sana. Wanaweza wakajiona kama ni strong, lakini wao wakienda nyuma wanalia. Amina, watu wa Mungu, kwa sababu hawapataji mtu anayewapa. Yaani kila anayekuja pale kwake anaomba tu, kila anayekuja anaomba tu. Sasa sikiliza, mtu yeyote anayelia, mbinguni wanasema nimeyahifadhi machozi katika chupa. Yale machozi huwa yanakufuatilia kukubariki. Ndio maana ghafla unakuta kwamba mambo yako yalikuwa hayaendi, ghafla vitu vinaanza kufunguka katika uchumi wako. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Kwa nini nimekueleza haya? Panua moyo wako. Panua moyo wako sana Mungu anapoanza kukusemesha kwenye swala la sadaka. Mungu ataanza sana kukusemesha. Watu wengine unaona ni wa kawaida kabisa. Kuna watu wana neema za tofauti kabisa. Kuna watu kwa kweli kila wakilima wao wanavuna. Nilikuwa namwambia sio kwamba mimi kwa kweli nilijaribu mara nyingi nikafeli hilo eneo, lakini kuna watu kwa kweli wao wakilima hata kama hamna mvua yeye atavuna. Naye mpo naye pamoja kanisani. Saa zingine Mungu ataweka maelekezo ndani ya moyo wako. Chukua kitu kidogo, peleka ukatoe sadaka. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Kristo asifiwe. Na utakapofanya hivyo utaanza kuona vitu vinafunguka sana. Sisi kama Wakristo saa zingine tunachukulia poa, lakini nilikuwa naangalia tajiri mmoja unakuta Nigeria walikuwa wanafanya birthday. Unaona watu wanatoka mataifa huku na huku wanakuja. Katoto kadogo tu kanafanya birthday. Lakini wao kuna kitu wanakijua, na wakija pale hawaji mikono mitupu. Wanakuja anaweka kitu kidogo, anakuja anaweka kitu kidogo. Kuna neema nyingi sana inavutika unapokutana na watu. Mwisho kabisa, unapokutana na mtu ambaye amekuzidi, hasa kwenye swala la uchumi, jitahidi usikimbilie kuomba fedha. Kristo asifiwe. Jitahidi sana usikimbilie kuomba fedha. Fikiria namna gani unaweza ukafanya kitu kwa ajili yake. Tumepata nafasi kabisa, ukipata nafasi wachungaji watakusimulia wanapopataga nafasi ya kukaa nao kwenye counseling. Ni watu ambao kwa kweli ni wakweki, wanatamani kupata mtu ambaye atawaeleza hata vitu vingine, maisha mengine ya kawaida, lakini wanakosa. Unapojitokeza mbele zao, jitahidi uweze kusimama na kufanya. Tumpigie Yesu makofi sasa, watu wa Mungu. Pigie Yesu makofi. Basi naomba tusimame kwa dakika chache.